Mechi ya Simba dhidi ya Gaborone, mechi ambayo imetamatika goli 1-1. Ilikuwa ni mechi ya namna gani? Kwa tathmini yako fupi tu, overall dakika 90 zilikuwa vipi? Kabla tujaenda kutizama mchezaji mmoja mmoja. Haikuwa mechi nzuri kwa sababu timu zote hazikuwa na mpango mzuri wa namna ya kumwadhibu mpinzani. Simba hawakuwa wanatengeneza nafasi vizuri. Gaborone pia walitengeneza nafasi vizuri, lakini hawakuweza kutumia vizuri nafasi. Manake wao pia hawakuwa na ule mpango mzuri wa matumizi ya nafasi kama ambavyo ilikuwa pia kwa upande wa klabu ya Simba, lakini afadhali kwa upande wa Gaborone United. Kwa mpangilio wa vikosi kwa timu zote mbili ndio ambao umeenda kutupa utofauti wa ndio ambao umeenda kutupa matokeo yale ambayo tumeyaona kwenye mchezo wa jana. Ukiangalia kwa upande wa klabu ya Simba ilikuwa na mpangilio ule wa wachezaji ambao tumeuzoea siku zote, lakini utekelezaji wa majukumu ulikuwa tofauti na vile ambavyo tulishuhudia kwenye games zilizopita, kwamba labda timu inaweza kucheza na 4-2-3-1, lakini utekelezaji wa majukumu unakuta wale watu watatu kutoka mbele, speed yao kwenda mbele inakuwa ni kubwa. Lakini jana ulikuwa unaona wanaweza kuja kwenye shape ya 4-2-3-1, lakini wale watu watatu wa juu ile speed yao tena haiwi kubwa kwenda mbele, ila speed yao wanaimaintain kuja na watu wa chini na kuja kwenye viungo wa chini, kwamba keep distance iwe ndogo kutoka juu kuja chini, kwamba eneo la katikati wewe na idadi kubwa ya watu, hata kama kwenda mbele hatakuwa na watu wengi, lakini hapa katikati wewe na watu wengi. Kiasi kwamba timu iwe na balance nzuri inavyotaka kurudi nyuma pasina kutaka kwenda mbele. Manake kulikuwa kuna limitation ya movement za wachezaji wa Simba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hilo limesababishwa na kocha kwenye selection ya kikosi au wachezaji wenyewe? Shida sio selection ya kikosi. Shida ilikuwa mpango wa Simba kwenye kucheza, ambao mpango wa Simba unaletwa na mwalimu. Kwa hiyo jana mwalimu ndo alikuwa shida kwenye mpango. Wachezaji ndio nyie ambao tuko hapa. Janchaza huwa upo, Jonathan Soa upo, Yusuf Kagoma upo, Kante upo, Shomari Kapombe upo, wengine, yani wachezaji wote wapo kwenye kikosi cha kwanza ambao tumekuwa tukiwaona mara kwa mara. Mtu pekee ambaye tulimwona mara kwa mara kwenye timu na hakuanza kwenye mchezo wa jana ni Kibu Denis kwenye ile eneo la mbele, sio? Wengine wote walikuwepo kwenye kikosi kama kawaida, ambao Morris Abraham alipata nafasi ya kucheza kwenye mchezo. Lakini sasa wachezaji ni wale wale, lakini hauoni ile kasi ya Simba kwenda mbele, kwa sababu mwalimu alichokuwa na kihitaji ni kujitahidi kuivusha Simba kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine, bila kujali kwamba timu itacheza vipi. Alizungumza jana kwamba mimi kazi yangu ilikuwa ni kuivusha Simba na amevusha, na ndio alichokuwa anataka. Yes, kwa hivyo haya mengine issue ya timu imecheza vibaya mfanyaje sio shida yake, sio shida zangu. Kwa hiyo hata jana nimeshangaa watu wengi kusema Simba hawana fitness ya kutosha. Kitu ambacho kimenishangaza sana. Wachezaji wa Simba wana fitness ya kutosha, lakini jana walibadilishiwa majukumu ya kiutendaji ndani ya uwanja. Ndio maana wachezaji wengi walikuwa wanaonekana kucheza chini ya kiwango na kuto kufika kwenye maeneo kwa wakati. Kwa hiyo kumbe wachezaji wa Simba wana fitness ya kutosha. Kwa mujibu wako jinsi ulivyo. Ndio maana nikakuuliza. Kwa nini leo uone tatizo la fitness ya Simba kwenye mchezo wa jana, lakini mchezo wa Gaborone ulichezwa ugenini, mchezo dhidi ya Yanga, mchezo dhidi ya Fountain Gates, na mchezo ule wa siku ya Simba Day. Kwa nini haukuona tatizo la fitness kwenye hii mechi, unakuja kuona tatizo la fitness leo? Hilo ni swali lepesi tu kwa kuwauliza wale wote pia ambao wanasema Simba hawana fitness nzuri. Kwa nini kwenye hizo mechi fitness haikuonekana kama ni shida, imekuja kuonekana fitness ni leo? Sema tu wakati mwingine huwa mechi inavyomalizika watu huwa wanatafutaga story nyepesi ya kujadili ama kutafuta mjadala mwepesi zaidi, ambao mara nyingi kwa wakati mwingine unakuaga hauna tija. Sio ukweli kwamba Simba wana fitness nzuri, ila wachezaji walibadilishiwa majukumu ya namna ya uchezaji. Ndio maana wengi walishindwa kucheza vizuri. Angalia sehemu ambao Janchaza huwa alikuwa anacheza jana, very close na Morris Abraham. Ndio kilichomfanya Elia Mpanzu mara nyingi yuko kukosa magoli ni kwa sababu unakuta unatembea distance kubwa na mpira.
Hakuna watu wanakusaidia. Mfano jana Simba ilikuwa inashambulia na wachezaji wangapi? Wachache. Kwa hiyo kuna muda unapokea mpira unakuta sasa inabidi tu ushuti kwa sababu uko mbali. Kwa hiyo wewe una utetezi wa Jean Charles huo jana kukosa nafasi mbili. Zilikuwa zina sababu za msingi za kukosa. Unajua kuna yeye akiwa na goli pekee yake. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Naam. Kuna kukosa nafasi. Huo ni mjadala mwingine. Halafu kuna timu kukosa fitness ni mjadala mwingine. Kwa mfano, hata timu yenye fitness nzuri, basi tuache mchezaji anaweza kuingia kwenye, ngoja nimalize tu. Tuache hii ya kukosa magoli, tumalize hili alafu tuje kwenye hili la pili. Tuje kwenye la pili. Tumalize hili na tusiliache. Yes, tumalize. Hatuwezi kuliacha. Hatuachi kitu. Kwa hiyo sasa wachezaji wa Simba jana wengi wao walibadilishiwa majukumu ya namna ya uchezaji uwanjani. Ndio maana wengine wakashindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Kwa mfano, Kante kwenye eneo la kiungo. Yusuf Kagoma kwenye eneo la kiungo jana. Kagoma tunamjua ni mmoja wa wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kukava kwenye eneo kubwa, kwenye eneo la chini ambalo anacheza, lakini ni mwepesi pia hata kucheza mipira mingi kwenda mbele. Jana ukihesabu pasi ambazo amepiga kwenda mbele ni chache zaidi kuliko pasi ambazo amecheza kwenda pembeni. Kwa nini amecheza pasi nyingi kwenda pembeni? Kwa sababu kwenye mpira wa miguu unavyocheza pasi nyingi za kwenda pembeni unajipa uhalali kwanza wa kukaa na mpira wewe. Unamnyima mpinzani uhalali wa kukushambulia wewe. Lakini wewe hiyo mipira yako unaifanya isiwe na madhara kwenye lango la mpinzani. Na inawafanya wachezaji wako walio mbele wasipate mipira kirahisi. Lakini wale sasa watalazimika kutoka juu kushuka chini ili kusaidia kupandisha mipira watoke wote kwa pamoja chini kwenda juu. Kitu ambacho kilipelekea Morris Abraham ambaye alikuwa ni winga kushuka zaidi chini, Elim Panzo ambaye ni winga ashuke zaidi chini, Janchazi ashuke zaidi chini. Kitu ambacho kilipelekea hata wanavyopiga mipira mirefu kwenda mbele inamkuta Soa peke yake, inakuwa ni rahisi kwa Soa kunyang'anywa mipira, alafu ile mipira inarudishwa kwenye lango lao. Na ndio maana jana Simba imekaa nyuma ya mpira kwenye karibia, yani kwenye dakika 90, wana zaidi ya dakika 60 wao ndo wamekaa nyuma ya mpira kuliko Gaborone United. Na mchezo wa jana Gaborone United alionekana bora kwenye mchezo kuliko Simba kwa sababu walichokuwa wanakifanya Simba kwanza ni kulinda matokeo. Ndio maana mara nyingi wanamiliki sana mpira kwenye eneo lao, hawataki kwenda kushambulia kwenye eneo la Gaborone. Unavyoshambulia, unavyokaa na mpira kwenye eneo lako, maana yake unajipa uhakika wa kukaa na mpira kwanza, kufanya lango lako liwe salama. Maana yake hata wale wanavyokuja kushambulia, hawawezi kushambulia kwa spidi ya kutokea nyuma. Ila watashambulia kwa spidi ya kutokea pale pale ambapo nyewe mnamiliki mpira. Maana yake kuwakaba inakuwa ni rahisi. Kwa sababu mnakuwa wengi kwenye eneo lenu. Lakini mkiwa mnaamua kupishana na watu mkasogea mbele, wakawashambulia kutokea kwenye eneo lao wakaja na spidi kule, ni rahisi kuwafunga kwa sababu kuna gaps mtakuwa mmeziacha kwa sababu wale wachezaji wamesogea kwenye eneo la mpinzani. Lakini Simba chokifanya ni kukaa na mpira kwenye eneo lao ili wale wanavokuja kuwashambulia spidi yao wailimit. Kwamba katikati tuna watu wengi, kwa hiyo mtapitia pembeni. Tazama Gaborone jana, nafasi nyingi ambazo wamecheza ambazo ni za hatari ni kutokea pembezoni mwa uwanja na sio katikati ya uwanja. Kwa sababu katikati ya uwanja Simba inakuwa na watu zaidi ya 4 mpaka 5. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kupita katikati. Sasa ukiwa unacheza sana mpira kwenye eneo lako na hauna wachezaji ambao ni defensive sana, ambao hawana uwezo mzuri wa kucheza defensive sana, tegemea kuona wachezaji wengi wakicheza chini ya kiwango. Na wakicheza chini ya kiwango, watu wengi sasa ambao hawatazami mpira kwa jicho la tatu watakwambia wachezaji hawana fitness ya kutosha, kwa sababu kwa asilimia kubwa watakimbia kwenye maeneo ambayo hayana mpira. Ndio kilichotokea kwa Simba jana. Sawa. Kwa hivyo kwa tathmini yako jana Simba wamecheza vizuri, wastani vibaya? Hawajacheza vizuri. Nilikuwa tunataka hiyo. Hawajacheza vizuri kwa sababu ambazo tayari umeshaziainisha. Yes. Na tatizo ilikuwa ni mpango wa mwalimu. Wala tatizo halikuwa kwa wachezaji wa Simba. Yes. Yaani jana wachezaji wa Simba hawakuwa tatizo. Hawakuwa tatizo. Tatizo ilikuwa ni mpango wa mwalimu alivyokuwa anataka. Na pia hilo halikuwa tatizo sana kwa sababu mwalimu yeye alikuwa jukumu la kuwavusha Simba, kuwatoa hapo kuwapeleka sehemu nyingine. Now you are right. Ambalo amelitekeleza vizuri. Yes. Si ndivyo? Yes.